You're watching News 54. Na ndio nilisema atafutwe. Lakini kwa sababu tulikuwa tunatafuta kijana, yeye akawa ni mtu mkarimu na akasema mimi nimepita hiyo umri, lakini wacha tutatafuta kijana, tutaketi chini tuone ni kijana gani. Na mmesikia hata huyu Pringei alikuwa anasema mtu mwingine apatiwe, sio yeye. Hiyo kujitolea ni jambo la muhimu sana, na mimi nataka niwaambie watu wa Ogiek, vile mumeonyesha kwamba hamna tamaa sana, naamini Mungu atafanya iwezekane hii nafasi ya Pringei ipatikane tena, ije katika jamii ya Ogiek. Vile mumeomba hapa, mimi ninaamini ya kwamba rais amesikia, na vile tumesema hiyo habari itafika kwa chama ya Jubilee, kwa sababu ndio tulipigia kura, na nafasi hii tulikubaliana wakati huo na Mheshimiwa Rais ya kwamba tupatie jamii ya Ogiek. Mimi niko na imani ya kwamba nafasi hiyo itarudi hapa kwenu, ili tuweze kuondoa ile marginalization ambayo jamii hii imepitia. Najua bado tuko na matatizo ya ardhi, na viongozi wa Ogiek hapa wanajua. Nimefanya mkutano na wao mara nyingi tukitafuta vile ya kupata suluhu ya tatizo hilo, and I know the leaders of this community are aware where we are on that matter. Mimi tu nataka niwahakikishie kwamba hadi hilo jambo litatuliwe, we will not rest until we sort out the challenges that face this community. It may take time. It has taken long. It is almost 20 years. But there will be a time, and God's timing is the best. We will sort out the issues that face this community and the people of this region. Mimi vile vile amini ya kwamba tutarudi kufanya kazi hizo ndio tuweze kwenda mbele. Mwisho, mimi nataka niwaeleze wananchi wa taifa letu la Kenya ya kwamba wale wanaoshughulika na mambo ya vyeo na mamlaka na askari, mimi sitakuwa na nafasi ya kujibizana na nyinyi, kwa sababu mimi I am busy. Mimi niko na kazi ya muhimu ya kushughulikia vile tutapanga mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya, tukianzia chini. Hiyo taratibu ndio mimi niko busy nikifanya, nikitafuta wale tunaweza kushirikiana na wao, nikipanga vile tutakuwa na chama ambaye itatusaidia kusukuma hiyo agenda. Na kwa hivyo mimi nataka niwaambie wale wengine, mtanisamehe kwa sababu I may not be available to engage with you on matters sharing positions and sharing power and who has security and who doesn't have security, because I believe that before we discuss our positions as leaders, we must first have a plan on how to create jobs for millions of young people. Before we discuss how we are going to share power, we must first have a plan on the empowerment
of ordinary businesses and farmers so that we can lift them out and ensure they have the necessary support to produce and to do well. And ahead of discussing the security of us leaders, we must discuss the security, the well-being of ordinary citizens. That is the only way we can have a nation that every Kenyan can feel they have not been left behind. So I am sorry I will disappoint the gentlemen who want us to discuss power and positions and security, because I am busy assembling an economic plan, a bottom-up economic plan that will first see to it that we create jobs, we have empowerment, and we create the necessary security for ordinary citizens so that we can move our country forward. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Poleni sana familia. Ameje amoji sigik abo akmama aksaituti. Viongozi wote walioongea hapa wa Nakuru nimewasikiza kwa makini. Kila mmoja wenu amezungumzia mambo ya umoja na watu kushirikiana na tufanye kazi pamoja. Na mimi nakubaliana na nyinyi ya kwamba hiyo ndio barabara ambayo tulianzisha sote, na tukasema tunataka Nakuru iwe ni chemichemi ya amani, na sote tuko barabara hiyo. Na mimi nawashukuru sana watu wa Nakuru. Tangu tusimame hapa na Mheshimiwa Rais, Mungu ametusaidia, kaunti hii imekuwa kaunti kielelezo kwa mambo ya amani. Tuendelee hivyo. Mimi nawasihi tuendelee kutembea barabara hiyo. Nawashukuru sana kwa sababu ya ushirikiano wenu. Mara nyingi tumetembea kaunti hii. Mimi nimetembea kaunti hii siku nyingi, na mara nikija viongozi wa hapa tunashirikiana na wao. Hata vile mjumbe wenu wa hapa Molo, huyu kijana KK, alivyosema, wakati mmoja niliona ameteleza kidogo, na kwa sababu mimi ni mzee nikampigia simu nikamwambia, wewe kijana, hebu kuja. Akakuja nyumbani, tukaketi chini na yeye, nikamzungumzia as a father figure, because part of the responsibility I have in my position is to mentor other leaders. Na mtu akiteleza, najua ya kwamba kuteleza sio kuanguka. Na nimeona tangu siku hiyo niongee na yeye, hayuko mbaya sana, ameanza kukua sawa sawa hapo karibu na hapo. Hata mimi naona kidogo muandama kidogo hapo. Makosa si ya huyu kijana, makosa ni yetu kwa Jubilee. Najua Jubilee ilikuja ikawa chama ya matisho na fujo na intimidation na blackmail. Sasa watu wengi wakachanganyikiwa, hawajui wasimame hapa, hawajui wasimame pale. Matisho ni mingi, vishindo ni nyingi, fujo. So don't blame these young politicians. I think they are just trying to find their level. So hata mkiona kidogo kidogo wanakaa namna hii, wanakaa namna hii, ni hali tu ya siasa mbovu ambaye ni ya kugandamiza watu na kushurutisha watu na kufanya fujo ambaye haina maana. Lakini hii mambo yote nataka niwaambie viongozi wenzangu, haya mambo yote ni ya muda. These things, we will put them behind us and we will move ahead as a united people and a united country. Mimi nataka niwaulize, sisi wote majukumu tulio nayo hapa katika kaunti ya Nakuru, bado tuko na kazi nyingi ya kutimiza. Mnajua ya kwamba
kaunti yetu ya Nakuru tumejaribu katika ile harakati ya mambo ya maendeleo. Kuna mambo mengi tumejaribu kuyasukuma hapa Nakuru. Mambo ya mabarabara, mnajua vile tumefikisha. Nilikuwa nauliza mjumbe wa Molo, barabara ile ya kutoka Bombo kuelekea mpaka Mauche, nikaambiwa iko hapa nyuma. Kuna barabara hiyo ya kutoka Njoro kwenda Molo kuteremka chini, nasikia bado kidogo, lakini contractor atakuja hivi karibuni, na kazi zingine nyingi. Mambo ya stima, wakati nilikuja hapa mara ya mwisho, wananchi wa hapa walikuwa wanalalamikia mambo ya stima, lakini kufikia sasa katika Nakuru County tulianza 2013 na watu 150,000 connected to electricity. Leo tumefikisha watu 1400 karibu na 20. Ni hatua, lakini bado tuko na nafasi ya kusonga mbele. Mimi ninaelewa watu wa Njoro, watu wa Molo, watu wa Nakuru Town, ya kwamba bado tuko na deni yenu ya maji. Tuko na bwawa la Itare hapa, ilipata matatizo ya kisiasa kidogo. Tunaamini ya kwamba hiyo matatizo tutayatatua, ndio tuweze kuwapatia maji na kazi zile zingine zote zilizosalia. Mnajua kidogo tulipata muda kidogo hapo, kukakuwa na rege na mambo ingine, kazi kidogo ikachelewa, lakini kwa sababu rege. Asanteni sana, tafadhali tuketi. Baba wetu askofu na viongozi wote wa kanisa, familia ya rafiki yetu Victor Prengei ambaye alikuwa seneta mteule, jamii ya Ogiek, viongozi wote waliofika hapa, bwana speaker, governor, senator, wabunge wote pamoja na wabunge wa county, watu wa Molo na Nakuru, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi pia nachukua nafasi hii kuleta rambirambi zangu za familia yangu na Wakenya wengine wengi ambao hawakufika hapa leo, kwa wajane, watoto na familia ya ndugu yetu Victor Prengei. Poleni sana kwa kumpoteza huyu kijana. Poleni watoto wake, poleni Catherine na Claire na baba mzazi na mama na watu wote wa hapa Marieshoni. Huyu Senator Prengei, vile mmesikia, ni mtu ambaye alikuwa mtu mpole sana, kiongozi ambaye hakuwa na tamaa. Mambo yake yote alifanya kwa utaratibu na kwa heshima, na ndio tumefika hapa kama marafiki na kama viongozi ili tumuenzi na tumpe buriani wakati huu wa safari yake ya mwisho. Poleni sana. Nilipata kumjua huyu kiongozi kama vile mmesikia hapo mbeleni. Jamii hii ya Ogiek, nafikiri 2016 ama 2017 hapo, walinitembelea kule nyumbani Eldoret, wakiwa wameongozwa wakati huo, nafikiri alikuwa Councillor Joseph somebody Miangare, I think so, na viongozi wengine wengi.
akiwemo rafiki yangu Koibei hapo na viongozi wengine wengi. Na wakati huo walinieleza mambo yao hasa ya matatizo ya sehemu hii, na jambo waliniambia zaidi ni kwamba wangependa kwa mara ya kwanza kupatikane mbunge wa Ogiek katika bunge letu la Kenya. Na ndio chanzo ya huyu muungwana kuchaguliwa ama kuteuliwa. Wakati tulikuwa tuna harakati hiyo ya ni kina nani tutawaweka katika nomination list ya chama ya Jubilee, ndio nikakumbuka watu wa Ogiek walikuwa wameuliza kwa sababu ya uchache wao kama wanaweza kupata nafasi hiyo. Na ndio nikamwambia yule ananisaidia ofisini, nikamwambia Charles Keter, nikamwambia huyu Murkomen kwamba tutafute mtu mmoja wa Ogiek kwa sababu walikuwa wameomba na wanastahili nafasi hiyo. Mimi pia nataka nichukue nafasi hii nimshukuru huyu Koibei. Huyo muungwana ni kiongozi. Yeye ndio ningependa ama nilikuwa natarajia ya kwamba yeye ndio tutamnominate.